Nahitaji huyu kijana aondoke, na la sivyo hii falme yako kila mwananchi atateseka kulipa kodi ya vichwa na makazi, na nitapandisha siku hadi siku. Hakika katika hili mtajutia. Mbukwenyu mfalme. Mbukwa. Karibu tupo mfalme. Unajua nimefuata nini? Nimefuatilia kodi ya vichwa na makazi. Na ukishindwa kulipa, natia kibanda moto. Mfalme, mimi naombi, mama katoka. Bibi yangu anaumwa, anajisikia vibaya. Kenda kumtafutia dawa. Kwa hiyo kama inawezekana kodi yako naomba upitie kesho. Mama atakuwepo, atawapatieni kodi yenu. Kesho? Nahitaji leo, na kama ikishindikana nachoma nyumba moto hii. Na kuomba mfalme usifanye hivyo. Tutaishi wapi mimi na bibi yangu pamoja na mama? Samahani kwa kupotezea muda. Basi naomba univumilie. Niende kwa mfalme wangu Mtomawe nikamuelezee. Anaweza akanisaidia chochote kitu nikawapatieni nyie ili kuinusuru nyumba yetu kuichoma moto. Na kuomba mfalme usichome nyumba ya mama yangu. Tutaishi wapi mfalme? Nakupa dakika 5. Fanya iwezekanavyo nipate kodi hiyo. Nashukuru mfalme. Bibi. Mimi nenda kwa mfalme kuongea naye. Anaweza akatusaidia nyumba yetu asichome moto. Sichelewi bibi yangu, narudi. Ale. Ni kubwa sana. Yule si Mwashi yule. Hebu mwite. Mwashi! Mwashi! Malkia anakuita. Mwashi, unakimbia nini? Kijana Korongo kaja nyumbani kwetu. Anataka kuchoma moto nyumba ya mama yangu. Anadai kodi ya makazi pamoja na vichwa. Sasa pale nyumbani nimebaki na bibi, mama hayupo na mimi sina hela ya kumpatia. Sasa hapa naelekea kwa mfalme Mtomawe nikaombe chochote kitu ili niweze kusaidiwa kunusuru nyumba yetu. Na ndio maana umeniona nakimbia hivi. Sina cha kufanya. Mbona anachelewa sana? Kindoki. Ndio mfalme. Fanya kazi yako. Sawa mfalme. Sawa, acha mimi nikusaidie. Lecho, fungua hiyo cheni. Shika hii cheni. Itakusaidia. Hii cheni ina thamani kubwa sana. Unaweza usilipe kodi hata miaka 2. Nenda mpelekee hiyo cheni. Nashukuru sana Sulagwa. Sawa, nenda kimbia. Malkia. Je, cheni yako? Usijali. Ninayo cheni nyingine nyumbani.
Samahani mfalme kwa kuchelewa. Nimekosa hela. Lakini nina kitu cha samani kidogo nataka nikupatie. Hii cheni ni ya dhahabu. Inaweza kusaidia kaacha kulipa kodi hata miaka 2. Hii umeitoa wapi? Ni ya kwangu. Nilipewa na baba yangu. Kwani baba yako alikuwaga ni mfalme? Alinipatia baba yangu mfalme. Sasa sijajua ni wapi aliitoa. Twendeni. Mimi nashukuru mfalme. Sulagwa binti mfalme. Napenda kusujudia. Ongea shida yako. Sulagwa. Naona upo binti mfalme ulionawiri mwenye ngozi mashasha kabisa. Nimekutana na wewe kidogo leo na maongezi na wewe. Sema shida yako. Najua kunikataa wewe, hiyo ndio itakuwa chanzo cha ufalme wa babako kuporomoka. Nitawatesa sana vijakazi wa baba yako na watu wenu wote, na nitaendelea kuwatoza kodi siku hadi siku na nitaongeza. Alafu nakwambia na kuomba ufahamu. Tambua kwamba mimi na wewe hatupikwi chungu kimoja. Samahani Dodo. Naona umetoka kisimani. Ndiyo. Samahani kwa kusimamisha kidogo. Kuna jambo moja nataka nikuagize kumwambia binti mfalme. Mwambie mamangu kafurahi sana kusikia kile alichotufanyia. Hatuna cha kumlipa. Ningekuwa na chochote cha kumlipa ningekupa umpelekee. Mimi pia namshukuru sana maana bila yeye siku ile kunipatia ile cheni, mtoto wa mzee Korongo mfalme alikuwa anachoma moto nyumba yetu. Hatuna cha kumlipa ila mama anashukuru sana. Hamna kingine ulichonitia? Hicho tu, si tuna furaha sana. Ndio hicho tu? Haujanitia kitu kingine? Na hapana. Haya basi sawa, salamu zake zimefika. Haya sawa. Mimi naenda. Yaani wewe utadogo ni kwandi. Kila siku nakugulomela lakini nitaki kunisikia.
Maana yake nini? Yaani nimekuita mimi, nimemwona mchana mtoto wa mfalme. Kwa hiyo wewe kama mtoto wangu nakuambia, sitaki kumwona mimi mtoto hapa wa kifalme. Anakuja kufanya nini hapa? Anatafuta nini? Si tutaleta tu matatizo. Akisikia baba yake tutafanyaje? Utakuja utoe nini? Sitaki kabisa, sipendi hata mara moja kumuona. Na dahai ile nololo shigurumo. Tohoyo mwana jifalme hanaogiza hakaya. Uwebule mwana ngosho kuchola kaki. Sipendi, wewe ni mwanaume. Tafuta mwingine. Kama ulitaka kumwoa huyo mwanamke asijui hawala yako, sitaki. Umenisikia mwanangu? Unanisikia au unisikii? Mama, mimi naomba unisamehe. Kweli nimekosea. Niombe tu nikuahidi sitarudia tena mamangu. Urora shogeje. Nakuruhusu utanipiga nikirudia tena. Yaani urogeke uito shogeje. Mimi nimekuelewa. Naomba tu nisamehe kwa nilichokifanya. Usirudie tena. Sawa mama, nimekuelewa. Sitarudia tena. Haya. Mimi naomba kwamba upendi urudie tena mwanangu. Maneno kama haya. Nimeagizwa na Malkia, akaniambia nije niwajulie hali, mnaendeleaje? Sisi tunaendelea vizuri. Kama unavyomuona bibi hapa, hali yake si afadhali leo, ila japo macho yanamsumbua. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunaendelea vizuri. Kuna hangaika tu. Nacho hamuna madogo. Hai. Wanapita huko, omba, hai wanakupa. Nachukua chakula. Nakosa usalala, kumecho hamuna. Bibi yangu bado anajisikia vibaya kidogo, macho yanamsumbua. Kamwambia tunashukuru sana. Tunaendelea vizuri. Basi naomba umsindikize. Hapana. Samahani kwa hilo, kwa sababu kuna muda mwingine macho yanamsumbua bibi. Anaweza akahitaji kitu ndani, afu nikawa sipo. Nisindikize bwana, kijana mzuri. Naomba unisamehe kwa hilo. Siku nyingine. Haya basi sawa, mimi naenda. Haya, karibu tena. Sulagwa. Naomba usirudi tena nyumbani kwetu. Na sasa hivi kumeshapambazuka. Cha kukuomba, ondoka nenda kwenu. Usije kurudia tena kuja kwetu usiku. Kwa nini? Mama kakataa ujio wako hapa nyumbani, hapendi na kanionya. Unaweza kunisababishia matatizo makubwa sana kwa mamangu, na mamangu namjua mimi mwenyewe. Sio, umenielewa? Sawa. Nashukuru sana kwa ulichonipatia leo. Nimedai wangu. Sawa, wewe nenda. Acha niondoke. Nakupenda. Bwana Kindoki. Naam mfalme wangu. Najua. Kila mwaka kama unavyojua kawaida ya ufalme wa Mzee Mtomawe, kuna mapambano ambayo yanaendeshwa kutafuta nani shujaa ndani ya falme hii. Na hivi kesho wamenialika tena katika pambano hilo kwenda kupambana kule. Kuna swali najiuliza. Hivi unadhani katika ufalme ule kuna jemedari yote ambaye anaweza kaniangusha mimi? Kwenye ufalme wa Mzee Mtomawe hakuna kijana wa kukushinda wewe mfalme wangu. Vijana wote ni legevu, wanawake tu wale.
Lecho. Abe. Dada ali hai. Mangu kono kabita. Nilikuwa nataka mnipeleke kwa Mwashi. Nina jambo muhimu sana nataka nikamwelezee. Marikia, mbona kama usiku? Twende tu sijali. Je, nikamwite mwenzangu. Twende. Kindoki. Naam mfalme wangu. Wewe ndio unanifanya jione mwamba kwa ushauri wako, kwa maneno yako. Naomba niombee nipambane vizuri na maneno yako huwa yananipa ujasiri. Na ndio maana nakupenda kuwa karibu na wewe. Wewe ujiulize, wengine nimwambia wafanye mambo yao. Niko na wewe. Naamini unanipa maneno ambayo yananipa faraja. Asante sana mfalme wangu. Sasa nikisha pambana ili pambano, nitakupatia zawadi nzuri baada ya kushinda. Sikwambii zawadi gani? Ndio. Tafurahi sana mfalme wangu. Leo kijana Kolongo kaja kwetu. Amechukua debe 3 za karanga. Kachukua na mbuzi. Akaona haitoshi. Kachukua kuku kanacha vifaranga. Makanzu, pole sana. Lakini sio wewe tu. Aya. Kwanza unavyoongea kwa sauti mpaka mbona unatetemeka. Nilikuwa mimi na bibi yangu. Mama alienda kutafutia dawa bibi. Unaelewa tena shida yake bibi ile. Ndio. Naamka asubuhi wanadai kodi. Ya kila mtu na kila nyumba. Nikaambia kwamba wapitie kesho mama akiwepo, lakini ulinikatalia. Lao ilikuwa ni hili. Nyumba wachome moto. Ili wasihesabu kwamba kuna makazi yao tena watakuja kuchukua kodi pale. Nimejaribu kuwaomba au kuna kule wamekataa. Nikamwambia basi niende kwa mfalme wetu Mtomawe nikamwelezea shida yangu, pengine anaweza kanisaidia. Kabla sijafika kwa mfalme wetu nikakutana na Marikia akiwa na vijakazi wake. Aliniita na kuniuliza shida nini. Nikamwelezea shida ni hii na hii. Akanipatia cheni yake. Akaniambia nenda kawapatie hii na thamani ya ng'ombe 10. Hautodaiwa tena ushuru zaidi ya miaka na miaka. Nilivyorudi nikampatia mfalme. Ndio kunusurika kwetu sisi. Yaani bila hivyo hata hapo ulipokaa sidhani kama ungekaa. Ila mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa sisi na familia yetu tuko salama wote na bibi yangu yuko salama. Mungu atalipa tu. Mungu sio analipa. Mimi tu Mungu akichelewa kuwalipa. Nawalipa mwenyewe. Unawalipaje kwa mfano? Na unajua wamekamilika, wana kila kitu. Kwanza walinzi wake tu wenyewe wanatisha. Na mfalme wetu kalinyamazia tu hivi. Hizo ni hasira tu, na ndio maana umevaa kofia ya jua mpaka sasa hivi. Ni pasio ya jua hili, kofia ni yangu hii. Lakini sawa, tutaona mwisho wake ni upi. Lakini huyo mfalme alichukuaje mfalme wetu huyo? Maana amerejea tu yaani mtu tena kijana. Yeye ni mzee, kijana mtu kidogodogo tu. Nataka sisi kutoka huku tunachukua mbuzi. Sasa kesho nachukua vifaranga vyangu naambia kwa mfalme avile vikue. Yes, sana ya ubovu. Makanzu, nimesikia kilio chako. Nilindi laje kumwande. Wale. Najua hayo mambo yataisha muda so mrefu. Yataishaje? Lakini babako amelegea vile. Mwaka kalicho mtu. Wallahi. Ila mimi kijanileta hicho. Nimekuja kualika, kesho kutakuwa na pambano kubwa sana. Koo yetu na koo ya Bwana Kolongo. Na waalika kesho, ni muhimu sana kufika. Sawa. Acha mimi niwaache. Chiro mwaka. Alex Biten. Mwashi. Wampeje nani wangu? Wampeje? Ingoda ndaziwazaga.
Kazifikiria. Afike mapambano. Iyo ili chene. Ejitaye duje tugira letu amugwe tagine. Aboli haba tala bajiongozi bisi. Abadulankani. Nali bona tuje tubafate bo. Mbona gani? Mimi natuma wangu huko. Mfarume, hii ndio nini sasa ndugu yangu? Tunaonewa upo. Umekaa tu kama mfarume wangu. Hii ndio nini sasa ndugu yangu? Kijana korongo. Amkuja nyumbani. Kachukua karanga, labda 3. Kachukua kuku, kanasema vifaranga. Hapo tumenyama vile kina mzee wangu. Wewe mfarume, hii ni haki. Yeye bila kufuga. Kijana wangu Makanzi nimeshawa. Mimi kama mfalme nimekuambia uwe mpole na wacha nitalifanyia kazi. Wanachofanyia. Kachukua kangapi faranga? Nimeshakuelekeza uwe mpole kijana wangu. Kazi za uongozi ni ngumu. Mimi ndo Mtomawe. Nitalifanyia kazi uwe na amani. Sasa anga na vifaranga vyangu. Haya, hapo unakuacha wale mwenyewe. Naondoka. Sasa. Haina shida. Nitalifanyia kazi. Nimefika nitalifanyia kazi. Nimekuja baba. Mwanangu Sulagwa. Beba. Nina ujumbe hapa nimekuita. Na barua imenifikia. Natakiwa kwenda kuolewa kwa mzee Kolongo, mtoto wa kifarume. Unasemaje mwanangu? Uko tayari? Hapana baba. Siko tayari. Kwa sababu gani? Mimi nina mtu wangu. Anatarajia kuja kunioa. Mtu wako kutoka wapi? Katika koo yako baba. Hapana. Ujue kwamba moja kwa moja unapoolewa kwenye koo ya wafalme wenzangu ni heshima pia kwangu, hata kwa majirani pia. Hapana baba, mimi siko tayari. Utaolewa. Na lazima uolewe na lazima ufuate maelekezo ya kwangu. Ukifuata maelekezo ya mama yako ya kigogo, lazima tugombane. Baba utanisamehe sana. Mimi siko tayari kuolewa na hiyo koo. Gotolwa du. Gotu maana uguturwa sana. Lazima uolewe. Aiso doyomba, lazima ufuate mtu yombera. Lazima uolewe. Iwe isiwe utaolewa. Umeelewa mwanangu sana? Hapana baba. Sitakubali kuolewa. Kama hauko tayari nisikukute, uondoke kabisa nyumbani hapa. Unajua kabisa mimi ninavyokupenda. Natamani muda wote nikae na wewe. Sitamani kukuacha hata dakika moja. Sulagwa. Makutano haya mimi sijafurahishwa nayo. Ila babangu ananikosesha amani kabisa. Anataka mimi niolewe na kijana mfalme Kolongo. Na mimi sipo tayari. Nakupenda. Mimi pia nafurahi kusikia hivyo Malkia yetu kuolewa na kijana mfalme, kwa sababu utapambania sana kijiji chetu, hata machafu yanayofanyika. Binafsi yangu mimi nakuamini, najua tasimama kijiji chote kinaenda kupata uhuru wake, kwa sababu sidhani kama utamsapoti au utaona kijiji chako kwa kinateseka mbele ya yule mfalme Kolongo. Mimi nafurahi kusikia hivyo. Mimi pia naogopa kuwa na wewe, kwani hata mama yangu kanizuia kuishi na wewe. Kakataza kabisa ukaribu wa mimi na wewe. Hata siku ulipokuja nyumbani mchana alinigombeza sana. Kuhusu wewe kuolewa na kijana Kolongo, mimi naona ni sawa tu, kwa sababu naona kijiji chetu kinaenda kupata amani sasa. Hata zile kodi hatutadaiwa tena. Ila simpendi kabisa, sitamani, yani sitaki hata kumuona. Nakumbuka ulinipatia msaada wa cheni yako siku ya dhahabu kumpatia kijana Kolongo. Ukiwa mke wake utasimama kama malkia kwake, sidhani kama utakubali wananchi wako wanyanyasike. Usijali. Mimi nakupenda sana wewe na natamani muda wote niwe na wewe. Lakini babangu hataki kusikiliza hisia zangu kwako. Baba ananiunganiza niolewe na kijana ambaye nisimpenda kabisa, ambaye hata sikuwahi kumfikiria hata siku moja. Kingine
sipendi sana kuweka mikutano na wewe kwa sababu ya walinzi wako au walinzi wa Mfalme Korongo wakija kujua kwamba mimi na ukaribu na wewe inaweza kunisababishia matatizo. Mimi nakupenda wewe Mwasi. Kwa nini unasema tena maneno kama hayo? Unanifanya nakosa amani. Utanifanya nikae bila furaha. Na kati mi furaha yangu ni wewe. Nisipokuwa na sijisikii raha kabisa. Mwasi. Kijana wangu nungu. Wanungu. Natakiwa njoo hapa tukae tuzungumze tuelekezane. Sio kila mara kulindana mgongoni. Mimi mbona sina matatizo? Karibu. Mfalme. Ndio. Sisi kama vijana wako kuna wazo moja tumeliwaza. Ambao kidogo natuumiza kichwa sana. Ndio. Nakumbuka kuna pakati ilitokea pambano. Ndio. Baina koo yetu pamoja na koo ile nyingine Bwana Korongo. Kuna kijana wako mmoja wapo alienda kupambana kule. Ndio. Hatimaye tukawa tumempoteza yule kijana. Ndio. Ndio maana yake tumelemewa nguvu. Lakini kuna kijana mmoja ameingia hapa kijijini kaenda akafanya jambo. Ameonyesha heshima kubwa sana hapa kijijini ambao wanaimaya wote wamesimama na kufurahia. Unaonaje yule kijana tusimchukue kodi katika imaya yetu? Heshima yako itaonekana kuwa kubwa zaidi. Ni kweli baba. Kwa nini tusimlete yule kijana kaungana na sisi? Maana katuheshimisha. Mwanangu Sulagwa. Nenda ndani kapige, usiingilie maneno ya wanaume. Jaga mkao kazuke. Udote kila kwa hana. Tuliomba bagosha. Anayezungumza ni mfalme. Nenda ndani kapige na mama yako. Sawa baba. Taki kutusogelea hapa. Basi ndio hivyo mfalme. Na imani kwamba akija hapa atasaidia. Ndio. Inawezekana. Hivyo ndio hisi nitafanya vizuri. Kwa vizuri sana. Sababu bila nileta heshima katika kwa kweli. Mtalifanyia kazi, hakuna shida. Mtalifanyia kazi, mwe na amani. Asante. Mama. Mbona upo nje mpaka sasa hivi? Sijalala kweli, umetoka wapi? Nilikuwa kwenye mihangaiko yangu mama. Mihangaiko gani? Lakini mimi sioni kosa langu mama. Ni mimi nimekusikia huko umefanya fujo, umempiga mtoto wa mfalme. Sio mimi mama. Ni nani? Mbona mimi mpaka nazararishwa namna hii? Au wewe mtoto unataka nikufanyaje? Kila wakati nakuambia lakini usikii. Ni rafiki yangu alinishawishi. Unataka nikufanya nini wewe mtoto? Umeenda kufanya fujo huko. Umempiga mtoto wa mfalme. Maana gani wewe? Una shida gani? Mimi nimekuzaa mimi au vipi? Useme kama sijakuzaa mimi. Kuanzia leo ukirudia sio mama yako tena. Paka nazaralishwa mimi na watu. Unataka nini wewe mtoto wewe? Kila wakati nakuambia lakini usikii. Maana yake nini? Ukome kabisa. Usirudie tena. Hivi wewe nimezaa au nimezaa matatizo? Mama usiseme hivyo. Naomba unisamehe basi, ya mwisho sitarudia. Siwezi mimi kukusamehe haraka. Kwa nini unafanya hivi? Unafanya hivi maana yake nini? Makusudi au? Hebu niambie. Kisa nini? Basi mama naomba unisamehe. Kukusamehe ni mimi lakini sasa utii ninavyokuambia. Kila wakati kelele zako tunazisikia. Maana yake nini? Haya nimekusamehe. Kila wakati fujo tu. Au nikupeleke ukafunge? Basi mama. Kama umenisamehe basi naomba ukapumzike. Uweze kuniambia niende nikalale. Nitaenda mimi mwenyewe. Umekula? Sijala. Nitakulaje? Maana nimesikia kelele zako kila wakati. Mfalme anagomba. Unapiga watoto wa watu wa kifalme. Na mwingine ulimpiga. Na mwingine. Kila wakati tu. Kelele zako tu. Mbona sisikii kwingine? Niende tena ndani badala uende wewe.
Mimi nitaenda kwa muda wangu. Wewe ndio mtoto, nenda ambao umekosea. Mimi nimekaa hapa, nitakaa mpaka nitakesha. Maana moyo wangu nauma. Basi mama, mimi nipo ndani. Nenda kalale. Mfalme Mtomawe, naona unafurahia kwa hili jambo lililotokea ndani ya ufalme wako Yaani nadhalika ndani ya ufalme wako hivi? Ndio inavyokuwa hivi kila mwaka. Alafu yule kijana bado mnaendelea kumlelea tu katika ufalme yako. Kwa hiyo naonesha mmefurahia Sasa nakupa hoda hii. Nahitaji huyu kijana aondoke. Na la sivyo hii falme yako kila mwananchi atateseka kulipa kodi ya vichwa na makazi, na nitapandisha siku hadi siku. Hakika katika hili mtajutia. Sulagwa, Naomba usirudi tena nyumbani kwetu. Na sasa hivi kumeshapambazuka. Cha kukuomba ondoka, nenda kwenu. Usije kurudia tena kuja kwetu usiku. Kwa nini? Mama kakataa ujio wako hapa nyumbani, hapendi na kanionya. Unaweza kunisababishia matatizo makubwa sana kwa mamangu, na mamangu namjua mimi mwenyewe. Si umenielewa? Sawa. Nashukuru sana kwa ulichonipatia leo. Ni medai wangu. Sawa, wewe nenda. Acha niondoke. Nakupenda. Mama Mwashi. Unajua kilichokuleta hapa nini? Tatizo hili si. Unajua kipi kinachokufanya unadhalilika hivi? Mimi sielewi. Mbukwenyu mfalme. Mbukwa. Nimeitikia wito wako, umeniita. Ni kwamba Mwashi, nimekuita. Inasemekana nilichogundua binti yangu unamfuatilia mara kwa mara. Unadiriki kufika nyumbani kwangu. Unamchukua usiku unaenda kulala naye. Mama Mwashi. Mwanao alinidhalilisha sana siku ya pambano. Nilio kunidhalilisha mbele ya umati wa watu vile. Na leo nimeona malipizo yangu ni wewe. Na imani vijana wangu mmefaidi. Tumeenjoy sana mfalme. Burudani mfalme. Na tumekukomesha kweli. Jambo ambalo kweli mimi hainifurahishi. Kweli sio kweli? Unamchukua? Ndiyo mfalme, lakini Sulagwa anakuja mwenyewe, waga siji kumchukua. Hawezi akaja peke yake. Ana akili timamu. Mwanangu namfahamu mimi. Lazima wewe mwenyewe moja kwa kila siku namfuata. Tatizo ni nini? Na unafahamu wazi kwamba
huyo binti anaolewa na mtoto wa mfalme mwenzangu, na inasemekana siku ya siku mmemfanyia fujo huyo kijana, mmempiga sana. Nini tatizo? Nimekosea mfalme, basi naomba unisamehe, sitorudia tena. Sasa basi, nataka niseme kitu kimoja cha maagizo. Hutakiwi kuonekana katika maeneo haya, natakiwa uhame kabisa. Yaani kwa Kiruga ukele wote mobile, ndio utapata mazingira ya kuishi. Hutakiwi kuonekana hapa. Usiendelee kumrubuni mwanangu. Umenielewa? Yaani nawaambieni mwanangu mwachi hawezi kuwaacha salama. Na mtaisha kweli. Lakini mfalme, unatambua kwamba nyumbani pale mimi naishi na bibi yangu na mama, na hali ya bibi pale nyumbani unajua mimi ndo namwangalia. Sasa ukisema mama mimi ni hame, nitaenda kuishi wapi? Ni unisamehe, sitokuja kurudia tena mfalme wangu. Naomba unielewe. Mimi ni mfalme. Unayozungumza wala mimi hayanihusu. Kikubwa zaidi ni kufuata maagizo yangu niyazungumza. Natakiwa uhame. Uvuke mapori zaidi ya mawili. Utakiwi kuonekana mazingira haya. Ninafahamu utaendelea kumrubuni mwanangu. Sawa mfalme. Naye. Mwashi, ulinidhalilisha sana kwenye uwanja ule wa damu. Sasa leo unaenda kuonyesha nani mwanaume. Una nafasi hiyo moja ya kuishi. Kama tawale! Chani bwana, niacheni mfate au kule. Mfate! Makanzu. Naam. Kwanza nimechoka kutembea. Sio wewe tu, hata mimi hapa miguu inaniuma. Cha pili, naoza nyumbani. Sasa Mwashi, huu sio muda kuwaza nyumbani. Tufike kwa sehemu salama. Mambo yanaendelea. Natambua na mfahamu vizuri sana mamangu. Namjua ndio. Pia afya ya bibi yangu unaelewa bibi ana hali gani. Najua. Kingine, tulipo hapa sielewi mashariki ni wapi, magharibi ni wapi. Mashariki bwana ni huku kuelekea mashariki. Sawa.
Soro yenyu. Sweza. Ndiyo Mfalme Mtomawe. Karibu. Asante sana. Leo nimekuja kwa furaha na si kwa shari tena kama ulivyozoea. Na jambo lililonifurahisha kubwa sana ni kuwafukuza wale vijana ambao walinidhalilisha siku ile, siku ya pambano. Ila kuna jambo moja tu inabidi ulifanye, na hilo jambo inabidi ulitimize haraka iwezekanavyo. Nahitaji uniozeshe mtoto wako ndani ya mwezi huu. Na kama unakumbuka, marehemu baba yangu Mzee Kolongo na wewe Mtomawe mliweka ahadi ya kwamba tutapokuwa wakubwa itabidi mtuozeshe ili kutengeneza undugu kati ya hizi falme mbili. Hivyo naomba ilifanyike haraka iwezekanavyo ili nitimize kuwa mfalme rasmi. Mwanangu Sulagwa, si ndio? Naam. Wewe unataka kumwoa nani wewe? Nilikwambia mimi na yatu hivi chungu kimoja. Sulagwa binti mfalme, tambua kwamba mwanamke hana nafasi ya kupenda, ila yeye yake ni kuzoea tu. Na mimi na maamuzi yangu pia vile vile. Sulagwa, umechelewa. Mwanangu Sulagwa. Abe baba. Nilitoa maelekezo mara ya kwanza kwa kumbe kila siku kwamba ninachokizungumza, ninapoongea na wanaume hupaswi kuingilia mazungumzo ya wanaume. Nenda ndani kalale. Baba, hata mimi pia na maamuzi yangu vile vile. Nina mtu ambaye ninayempenda. Na sio huyu mkatili kabisa. Nenda ndani kalale. Nafasi hiyo huna ya kuzungumza mbele ya wanaume. Naomba nieleweke hili. Mfalme Mtomawe. Ndiyo mwanangu. Nashukuru sana. Na imani hili utalifanyia kazi haraka iwezekanavyo. Nitalifanyia kazi mwanangu. Shukrani. Karibuni sana. Baba. Karibu mwanangu. Mimi baba, ndani usingizi sijapata kabisa. Ndio. Nikaona ni vizuri uko peke yako niweze kuongea na wewe babangu. Nini shida mwanangu? Baba, nimemwona kijana Kolongo amekuja hapa anataka kunioa. Ila baba, mimi siko tayari kabisa. Sipendezwi na vitu anavyovifanya hapa kijijini kwetu. Mambo mangapi baba anafanya hapa na wewe umenyamaza kimya. Ndio. Baba, mimi siko tayari kuolewa na yeye. Mwanangu Sulagwa. Nimekuleta jambo hilo hilo? Ndio baba. Hakuna jambo jingine? Ndio baba. Mimi ni hilo tu, sitaki kuolewa na yule kijana. Unamfahamu baba yake ni nani? Hata kama baba ni mfalme, na mimi pia na maamuzi yangu vile vile. Najua unanipenda babangu. Unajua sifa za kifalme? Mfalme anaheshimika maeneo makubwa sana. Sasa sidhani kwamba jambo lako mtalikubali. Mwanangu Sulagwa, lazima nikwambie kitu. Lazima mtaolewa. Nikisema nimesema, lazima mtaolewa. Upende usipende, lazima utaolewa. Baba, mimi siko tayari kabisa. Kwa nini baba usisikilize hisia zangu na usinisikilize mimi ninavyoongea? Upende usipende, ulie ucheke, lazima utaolewa. Nenda ndani kalale. Nikisema nimesema. Nye, mmefanya nini? Neno kina nani? Na mmefanya nini katika msitu? Weka silaha chini. Kaa chini.
Nyinyi wakina nani? Na mmefanya nini hapa? Ninyi sio watu wa jamii yetu. Na mmeingia katika kijiji chetu. Sasa basi, leo ni siku yenu ya mwisho. Hapana, sisi kama nyie. Nyanguruma, hayo mama tutaenda kuongelea kambini. Inukeni tuondoke. Mbukeni. Tuondoke. Basta. Unamwelewa Chimwela? Au sio majukumu yako? Waache kwanza, tunaenda kuongelea nao kambini. Nyanguruma, sisi sote ni binadamu. Acha tuende nao kwanza kambini. Inukeni tuondoke. Inukeni. Naomba shikiliwa hapo. Wewe, acha kwa mbele sana. Twende. Twende. Nimekuja kusikiliza. Vizuri sana. Sulago, nimekuita mazingira haya kwa sababu ni mazingira asili, ni mazingira ya kuenjoy mimi na wewe. Na ndio maana hakuna mlinzi wangu yote, hakuna kindoki hapa, hakuna yote hapa. Hivyo nikuja kwa jambo hilo moja. Nikwambia kwamba nakupenda. Hivi ungekuwa unanipenda kweli, kama kweli una upendo wa dhati na mimi, ungenibaka kweli mbele ya watumishi wako bila kujali mimi ni nani na nina cheo gani katika hichi kijiji? Umenizalilisha eti alafu eti unanipenda. Unanipenda nini wewe? Sulagwa, nishakwambia mwanaume anaheshimiwa, mwanamke anasikilizwa. Hem, niheshimu ili nikusikilize Sulagwa. Nikusikilize? Kama wewe hujaniheshimu, mimi nitakuheshimu. Ili ukitaka kujua heshima yangu iko wapi, sukari, asali, mulua, kinywaji baridi. Sulagwa, nilishakwambia mwanamke hana nafasi ya kupenda, ila ana nafasi ya kuzoea tu. Hivyo utazoea. Hivi Chimwela, sema shida yako. Najua ukiniitaga tu basi una jambo. Ina maana lile jambo lilotokea msituni leo umelifurahia? Jambo gani? Ina maana hujui, si ndio? Tambua jambo moja, wale watu sisi hatuwajui. Sikia, wale ni binadamu kama sisi na tutaishi nao hapa. Chimwela, umenikosea sana. Tambua wale watu sio jamii yetu, sisi ni wanyama na kazi yetu ni moja tu, kuwinda simba. Unawapokea watu msiowajua. Afu mbona mimi naona wale ni watu wema kabisa. Wao wameona shida gani kwao? Au ndio lomba inakusumbua wewe? Je, na wale watu wakibadilika kiwa simba, au fahamu kama tumepoteza familia zetu? Alafu wameshajitambulisha kwamba wametoka kwenye ufalme wa Mzee Mtomawe. Ulitaka nini kingine kutoka kwao? Hebu acha imani potofu basi. Hivi mtu anabadilikaje kuwa simba? Chimwela, hizo ni dharau. Tena ukitaka kuongea na mimi, badilisha maneno ya kuongea kabisa. Na kama utaki kulala hapo, sisi tutalala na wewe, tafuta nenda sehemu ya kulala, sawa? Mimi sijaridhika na siwezi kulala na wale watu. Sina imani nao kabisa. Tambua jambo moja, mimi ni Nyanguruma na kazi yangu kunguruma tu,
na sitoana nao. Mimi niseme tunashukuru sana kwa ukarimu uliotuonyesha. Maana wewe ndio peke yako umetukarimu. Unaonekana ni mkarimu. Hao wenzako wote wameonekana kutokutuamini, lakini wewe ndio umetukarimu peke yako. Pengine hata bila wewe sisi siku hiyo tulikuwa tunakufa, mimi na ndugu yangu. Yaani wewe ni wa kipekee sana. Asante kwa ukarimu wako. Ila kuna maswali najiuliza na shindwa kuelewa. Kwa nini mmeamua kuja kukaa msituni na kuweka kambi kama hivyo? Historia ndefu kidogo. Hapo mwanzo kulikuwa na watu wengi sana katika kijiji chetu. Tulikuwa na amani tu. Ghafla katokea simba mmoja mkubwa wa ajabu. Huyo simba alikula familia zetu zote. Yaani hao unaowaona hapo kambini hapo ndio tuliobaki katika kijiji chetu. Na huyo simba ndo tujua alitokea wapi. Kwenye msitu tunaoishi sisi hapo. Yupo humu. Tena huyo simba sio wa kawaida. Unaona maana tangu hii? Na muda namuua. Hii hapa imeshamwangusha mtoto wa mfalme. Na hii mateso ya kawaida hii. Au kama alivyosingwa. Ndio maana hata tulipokuta siku ile polini tukawa na wasiwasi pengine yeye ndio huyo simba. Sisi tena? Namsikia? Sisi tena tuko simba. Sisi tumetokea kwenye ufalme wetu, tulileta ugomvi kwenye kijiji chetu. Kapelekea mpaka mfalme sisi kutufukuza na kutuambia tuvuke mto. Kwa hiyo sisi safari yetu bado haijaisha, bado tunaendelea na safari yetu. Kama ni hivyo basi tabibi tuendelee mbele, tuzidi kuenda mbele. Basi tuondoke. Hicho kijiji unachokizungumzia ndio kijiji chetu. Hata ukienda huko utakuta nyumba tu, lakini hamna mtu hata mmoja. Wote wamemalizwa na huyo simba. Lakini jisikieni kama mpo nyumbani. Huko sio nyumbani, tuko porini kwa simba. Ile inaonekana wenzio hawatuamini hata kidogo. Na ndio maana tunakosa hata uhuru wa kuwa mazingira haya. Linyani si linyani ile linyangurumu. Ile inasema habari ile ndio kwa zeka kati. Inakuja. Mas, wewe tu. Kuna kwa nini fahamu? Kwa simba huko. Anaua. Mheshimiwa mfalme wangu, katika ule ufalme tulioenda kuvamia kuna binti anakupenda mfalme. Yaani mimi kajua unaongea jambo la maana, kumbe unaongelea masuala ya mabinti hapa. Kwa hiyo ndio akili yako ilivyokutuma. Mimi na haja na mabinti hapa. Huo ni ushenzi, huo ni upumbavu. Usirudie tena. Take radhi mfalme. Samahani mfalme wangu. Alafu Kindoki. Naam. Vipi kuhusiana ule mpango niliokuagiza, umeufuatilia? Ule mpango nimeufuatilia, unaenda vizuri. Na hivi karibuni majibu yataonekana mfalme wangu. Itakuwa sawa, wewe mwenyewe utaona. Bukweni mfalme. Mbukwa, karibu kijana. Asante. Mfalme. Nimekuja kwako hapa mfalme. Kuna shida kwenye kijiji chetu. Haswa kwenye familia yangu mfalme. Yaani kuna ugonjwa wa macho unaosumbua hadi mpaka familia yangu. Yaani mke wangu anasumbuliwa haswa na watoto wangu mfalme. Nimekuja kuomba msaada kwako. Na wewe ndio wakutusaidia mfalme. Na nimeona hili tatizo hili nililete kwako mfalme, uweze kutusaidia mfalme. Sawa. Hilo jambo sio geni. Hata hapa kwangu limeshaingia. Hata Malkia limemkuta hilo janga. Hivi sasa hivi nipo katika mkakati wa kumfuatilia mtaalamu wa kuweza kuleta tiba hapa kijijini. Ila angalizo, hili jambo lisije likasemekana vibaya ndani ya kijiji.
Ndio. Naam. Kama nilivyokuambia, yule mtaalamu afuatwe haraka iwezekanavyo. Wananchi wangu wanateseka. Agizo lako ni heshima kwangu. Ali uka kwanza. Ukubita hai. Yeye tonda wangu hapo. Ila tunajua madhara yake. Najua. Tambua kuna simba mkali. Naelewa. Kuwa makini unapoenda. Sawa. Na usichelewe kurudi. Sawa. Kwamba Mkwenye mfalme. Bokwa. Nimekuja kusikiliza wito wako mfalme wangu. Vizuri sana. Bwana Kindoki. Naam. Kama unavyoona hali ya ugonjwa wa macho katika kijiji chetu unaendelea sana. Na katika falume hii pamoja na falume ya Mtomawe unasumbua sana ugonjwa. Ila baada ya kufanya upelelezi wangu nimekuja kugundua kwamba anayejua matibabu haya ya ugonjwa huu wa macho ni mama yake na Mwashi. Hivyo basi, kutokana na vurugu tulizofanya sana katika falume ya Mtomawe, nilikuwa napendekeza wewe leo uende ukamwambie mfalme Mtomawe kwamba mtu anayejua dawa au anayejua matibabu ya huu ugonjwa wa macho ni mama yake na Mwashi. Hivyo sasa ukamwelekeze hili kwamba afanye utaratibu wa kumkamata mama yake Mwashi ili waweze kutusaidia kufanya matibabu haya. Agizo lako ni amri kwangu mfalme. Sawa. Ukweni mfalme. Mbukwa. Mfalme, mimi ni kijana ninayetokea kwenye falume ya Kolongo. Ameniagiza nije hapa kutokana na matatizo yanayozidi kuendelea kijijini ya upofu wa macho. Yeah. Na matatizo hayo hata Malkia yamemkumba. Ila nimeambiwa una uwezo wa kutatua swala hilo. Msaada uko hapa. Karibu kijana wangu. Ni kwamba taarifa zako nazisikia, lakini hilo tatizo si kwenu tu, hata huku kwangu kijijini kwangu lipo. Nimeshawafika wananchi wangu. Kwa hiyo kuna maelekezo natakiwa uyafuate. Msaada zaidi ni kuelekeze huyo kijana Mwasi niliyemfukuza. Inawezekana huyo mkimpata, inawezekana tatizo hilo akaja akasaidia. Umenielewa? Sawa mfalme. Mimi nikuage nirudi nyumbani nikawasilisha ujumbe huu. Haya, asante.
Ukwenyu mfalme. Mbukwa. Mfalme, nimekuja kuleta majibu kwenye agizo ulilonipa la kwenda kwa mfalme Mtomawe. Nimefika kule, yule mama ni mgonjwa sana, yuko hoi. Lakini pia kuna mwingine ambaye anaweza kutusaidia, na sio mwingine, ni kijana wake Mwashi. Huyo Mwashi ninampataje? Kwa sasa Mwashi hayupo kijijini, amekimbilia msituni kwa wawindaji. Sawa. Sasa nahitaji uchukue vijana wako 3 na wewe 4. Mwende huko msituni kwenye kijiji cha wawindaji. Mwende mkaniletee Mwashi haraka iwezekanavyo. Maana Mwashi ndio matibabu ya watu wote hapa katika falme zote mbili. Sawa mfalme. Mmefanya nini? Tumemkuta chini. Mmemkuta chini? Nyamtemi. Naongea nyinyi hao. Na nilisema muda mrefu sana siwaamini. Nyamtemi. Hapo wewe. Sikupendi kweli. Sisi tumetoka huko. Tumemkuta kadondoka chini. Na hatujajua kafanya nini. Inatakiwa tumsaidie, sio kulaumiana. Kimwela, nilishakwambia hawa watu siwaamini hata kidogo. Acha Nyanguruma. Mbona anaonekana hajamfanya kitu chochote kibaya? Mbona pale tena kuwatetea hao? Punguza hasira basi. Lesi sauti ya simba. Simba ametulia ndugu zetu wengi sana. Leo siwezi kumwacha. Kimbia kwa maisha yako. Hapana. Na leo nakalika mkali sana. Kimbia. Hebu subirini kwanza. Mchodo yuko wapi? Kaenda kujisaidia kamanda. Hamtambui kuwa huu ni msitu na ni msitu hatari? Anaulinda si mrefu kamanda.
Wewe ni nani? Na kwa nini umezuia njia? Mwantung! 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 Vipi kiongozi? Chukua huyu, mpeleke kambini. Mimi ngoja nishughulikie hili swala la huyu. Sijaja hapa kwa ubaya. Wewe ni nani? Mimi ni kijana natokea kwenye falme ya Mzee Kolongo. Umekuja kufanya nini huku? Kwetu. Nimekuja kuwatafuta ndugu zangu. Nimeambiwa wamepotelea huku. Ndugu zako? Ndiyo. Wanaitwa kina nani? Mmoja anaitwa Makanzu na mwingine anaitwa Mwashi. Una hakika watu ni ndugu zako? Ndiyo. Nifuate. Kama nilivyowaambia, sina muda wa kupoteza. Mimi na nyinyi tunaongozana tuelekee kijijini ili kusaidia ile tatizo la watu kupofuka macho. Nyumbani leo. Leo tamati. Maana amesaidia sana. Na stoshe ndugu zake hatuwaoni. Sio ndio wameniwa Simba, minyango mali ile safari minyango. Ndio kwa. Tendeni basi. Chimwela. Abe. Unaweza kuongozana wote? Ndio. Maana ndugu zangu siwaoni hapa. Wote wamenipotea. Nitaishije mimi mwenyewe peke yangu?